Wazazi na wanafunzi waliopoteza mamilioni ya pesa katika sakata ya elimu ya masomo ya ughaibuni iliyokuwa inaendeshwa na kaunti ya Uasin Gishu leo wameandaa maandamano ya amani jijini Eldoret wakiitaka kaunti hiyo kuwajibika na kuwarudishia hela zao, huku wakimtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi yake kuingilia kati kuhakikisha wanapata haki yao. Najiri siku chache tu baada ya mahakama jijini Nakuru kutupilia mbali mashtaka dhidi ya Seneta Jackson Mandago na washukiwa wengine kwa madai ukosefu wa ushahidi. Hebu sasa tuungane na mwanahabari wetu Steve Keter moja kwa moja kutoka Eldoret atupashe zaidi. Keter, wenyeji wanasema nini? Mandago aliachiliwa wakati huo akiwa gavana kesi ilipoanza. Sasa wenyeji wanasema nini? Na Fred, waandamanaji hao walianzia maandamano yao mbele ya afisi za kaunti hii ya Uasin Gishu katikati mwa jiji la Eldoret, ambapo lango lilifungwa na hawakuweza kuingia kwa sababu walitaka kwenda kumuona gavana ili awape mwelekeo, yani vipi wataweza kurejeshewa pesa zao. Lakini walipotoka hapo wakafululiza moja kwa moja hadi niliko sasa, zikiwa ni afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, ambapo pia walitamaushwa kidogo baada ya EACC kusema kuwa walipopokea ripoti hiyo, walipopokea faili hizo, wakaweza kuziangalia na kuzipeleka katika idara ya DCI kuweza ambayo iliweza kupeleka kesi hiyo mahakamani. Mwisho wa siku, miaka 4 baadaye, kesi ikatupiliwa mbali. Wale ambao walikuwa wameshukiwa wakati huo, Senator Jackson Mandago akiwa gavana, wakasema hakukuwa na ushahidi ya kutosha. So ni nao baadhi yao ambao wamesalia hapa wakisema hawajui la kufanya. Pengine niweze kuzungumza na mmoja. Nianze na mwanafunzi. Tafadhali anza kwa jina lako, tuambie ulikuwa uende chuo kikuu gani, nchi gani, na ulipa shilingi ngapi? Kwa majina naitwa Brian Kimutai. Nilikuwa kwenda chuo kikuu ya Thomson Rivers University kule Canada. Tumekuja hapa baada ya kesi yetu kutupiliwa mbali, na tukaona vyema tuende kwa ofisi za county tuulizie itakuwaje sasa baada ya hiyo kesi kutupiliwa mbali. Pia tumekuja kwa ofisi ya maadili ili tufuatilie hii pesa yetu ili iweze kurudishwa. Hatujaichukulia vizuri, ama niseme hivi, tunakubaliana na mahakama kwamba we respect the decision of the court, but we do not agree. Ila tunasukuma lugha yenye hawa wanasiasa wanaelewa, ni lugha ya maandamano. Tutaendelea tukupisha kuweka maandamano kila mahali ili waweze kusikia, na pesa yetu lazima irudi. Hatuna budi ila kuitisha haki yetu. Na mara mingi tunasema mahali mahakama afisi akiwa hakimu, mara mingi mbuzi huwa hapati haki. Kwa hii in our society that is what is happening, and we really call upon those leaders who are given the responsibility and mandate to ensure to come out clean and return our money. So unaweza ona wazazi wetu hapa tumeishi kupigania kwa miaka mingi. Miaka 4 si rahisi. Imekuwa vigumu hata maisha yetu tuisukuma. Lakini Mungu yupo. Ingawa tuachii Mungu sasa. Acha tupambane na hawa kwanza, Mungu baadaye. Lakini Mungu ako mbele. Asante sana. Ni kauli yao baadhi ya waathiriwa, huyu akiwa ni mwanafunzi, na pia kuna wazazi hapa ambao waliweza kupoteza mamilioni ya pesa, wengine wakipoteza zaidi ya shilingi 1,200,000 wakijaribu kufuata ndoto yao ya kuweza kusoma ughaibuni. Kwa sasa wamesema pia wanamuita Rais William Ruto ambaye aliwahakikishia kuwa sheria itafuata mkondo wake, lakini wanasema kwa dhamira yao ni kwamba sheria imegonga mwamba kwa sababu kesi imetupiliwa kotini. Sasa wanamtaka Rais Ruto kuweza kuja na kuweza kuwasaidia kuweze kupata hela zao. Kwa sasa sina la ziada kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu, jiji la Eldoret. Narudisha kwako studioni, Fred. Shukran. Kumbuka wanadada ambao walilia sana wakati kulikuwa na kizaazaa hicho kule Eldoret. Sasa ni kana kwamba wameambulia patupu. Fedha wazazi warudishiwe. Sasa